Mvutano kati ya serikali ya kaunti ya Mombasa na wamiliki wa mabaa katika kaunti hiyo unatarajiwa kuchukua mkondo mwingine baada ya wamiliki wa mabaa kuahidi kuwasilisha kesi mahakamani juma lijalo. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kukutana na wamiliki hao kutoka magatuzi madogo sita ya Mombasa, mwenyekiti wa muungano huo Patrick Kabundu amesema hatua hiyo inajiri baada ya serikali ya kaunti kuongeza maradufu matozo ya leseni za kuuza pombe. Kabundu amesema mzozo huo ulianza tangu alikuwa gavana wa kwanza Ali Hassan Joho bila mafanikio. Tumekuwa na shida kubwa kwa sababu tulikuwa tunafikiria county itafuata chini madhumuni ya mwananchi waweze kushikana wakuze uchumi wa Mombasa County, but hawa wamebadilika. Instead of sisi tushikane tusaidiane kama timu moja na walipate ushuru, wamekuwa ni kama adui wetu. Adui ni kama wanaenda wanakaa kwa room, wanapitisha masheria za kutuumiza ndio sisi tusiendelee biashara zetu. Hii sisi kama Mombasa Bar Owners tumejaribu kukaa nao kutoka 2013 kujaribu kutengeneza time ya Joe. Sasa Abdul Swaman tumefikiria ndio tutatengeneza maneno, kumbe yeye ndio Moas, hata yeye asikii. Wamiliki hao wamelalama kutekelezwa kwa mswada wa fedha wa mwaka 2024 katika kaunti ya Mombasa licha ya mswada huo kufutiliwa mbali na Rais William Ruto. Sasa mimi kama mtetezi wa wananchi tumeamua tuende kotini, hao wanasikianga kotini, tuweke uwazi, paraja kila kitu ndio koti ijue, iseme, waulize maswali wajibu na sisi tujibu, koti iangalie ni nani anasema ukweli. Na next week tumeamua kama watu wa bar tutaenda Mombasa, tutaenda kotini, na tunajua majaji wakiangalia issue zetu wataangalia wajue kweli tunaumizwa, na kwa sababu katiba iko na jaji ameapishwa kikatiba atafuata katiba na direct Mombasa County vile wako supposed kufanya. Kwa upande wake mwenyekiti wa wamiliki wa mabaa eneo bunge la Changamwe Faith Mwende ameshutumu serikali ya kaunti ya Mombasa kwa kutekeleza mswada huo licha ya vikao vya umma vya kukusanya maoni katika ukumbi wa Tononoka kugonga mwamba. We have tried to engage the counties. We have tried to bend with them at least to have a talk, but they have refused to listen to us. We have evidence. We have written letters to CEC Finance. We have written to CEC Trade. We have written to the County Assembly Clerk. We have written to the County Assembly Speaker. We have written to Attorney General, to County Attorney. We have not gotten any solution. We know we can't operate in a business without paying license because our county should continue, and they should continue through us paying the licenses. But we beg to have the reasonable charges which you can pay, not just to wake up and post charges you don't want to be told anything. And these are the same people who passed the Public Participation Act back then. Aidha amesema serikali imeongeza ada ya leseni kutoka shilingi 26,000 kwa mwaka hadi shilingi 54,000. Ali Vincent, Benvin TV.